Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Maryam ametaja dhambi lao kubwa. Sasa اليهود والنصارى بقولهم أن الله اتخذ ولدا قول yao Allah amejifanyia mwana. Sasa inawezekana watu kama hawa takadu as-samawati yatafattarna min tanshaqqu al-ardu takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walad wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mfano hizi aya au washirikina wanasema Allah amejifanyia wana katika malaika, wajalu min ibadihi juz'a, wasema Allah na watoto wake malaika banat. Lakini pia Wayahudi qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudha'ihuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Suratu Tauba. Kwa hivyo kutokuhukumu juu ya kufuru ya hao kwa hawa ni kuikhalifu Qur'an. Tayeb, kwa mujibu wa haya, kwa maana sheria inataka sisi kuwakufurisha waliokufurishwa na Allah. Al-Allama Al-Fawzani katika sharh yake ametaja masuala muhimu, asema wayambani ala hadha, unajengeka msingi mkubwa juu ya masuala haya kwamba sisi inapaswa kuwakufurisha washirikina na makafiri ambao Allah amewakufurisha. Jambo la pili asema annahu yajibu bughdhi haula, ni wajibu kuwachukia hawa, wanataka tuwachukie. Jambo la tatu annahu idha mata al-kafiru, akifa kafiri muislamu la yahdhuru janazatahu, asihudhurie muislamu jeneza lake wala haziko katika makaburi ya waislamu. الرابع المسلم لا يرث الكافر، المسلم haruhusiwi kumrithi kafiri. المسلم لا يرث الكافر والعكس كذلك المسلم الكافر لا يرث المسلم، كفير بأمره المسلم. خامسا لا يجوز أن يزوج الكافر المسلمة، hairuhusiwi akaozeshwa kafiri binti wa Kiislamu. قد تخبط في هذا أكثر المسلمين، waislamu wote hili wamejikoroga kweli wengi. Sasa kina mama wao hawajali dini, kuozeshwa tu. Kwa hiyo haifai kuozeshwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, na wala msiwaozeshe washirikina mpaka waamini. Lakini sisi tunaruhusiwa kuoa mabinti zao, waislamu wanaruhusiwa kuwaoa mabinti wa Kikristo na wa Kiyahudi, tunaruhusiwa sisi kuoa, tunaruhusiwa sisi kuoa. Jambo la sita ujubu hijrati muslimin biladi, lazima wa kuhama muislamu katika miji yao. Haya yote maneno yanaeleza Al-Fawzani kwa sharh yake, lazima kuhama katika miji yao. Adamu bidayati bisalam, kutokuanza na salamu, kutokuanza na salamu. Wakisalimia ni tofauti. Sasa sisi kuanza kuwasalimia salamu alaykum, na unajua ni makufar, haifai. Lakini wakisalimia wao kuna hali mbili. Wakisalimia wao, imma katika salamu yao waseme salamu alaykum, salamu alaykum bihadfi al-lam al-mamduda, وكونوا لام hapa. فاتفق أهل العلم على أنه لا يجوز رد عليهم بسلام بتمامه، ومفكان الإسلام وما يمسيك وجيب وسلام كملفوان وسبب حديث فقولوا عليكم فإنهم يسلمون عليكم السلام عليكم، wajibuni kwamba wa alaikum, kwa sababu wao wanasema assalamu alaikum. Hali ya pili, baadhi ya ulama wakasema kwa maana sasa kama ametoa maelezo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wao wanakusalimieni assalamu alaikum, kwa maana wakisalimia assalamu alaikum utawajibu kawaida, wakitoa salamu kwa ukamilifu wake.
tutawajibu kawaida bitamamihi. Wa hadha alladhi yurajihu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi ahkam ahli dhimma. Yeye anasema kwamba ukisalimia tamaman basi wewe utapokelea wa alaykum assalam, kwa maana najueni pia amani fi dunia. Lakini wengine wanasema na unawaombea pia hidayah, wadakumullah. Lakini pia haifai kuwasifu wao, sababu kuna baadhi ya watu wanatabia kuwasifu, la yajuzu thana alayhim. Kuna watu wanatabia kusifu, unajua bwana wale jamaa wanachunga wakati, wazungu bwana wanachunga wakati, wazungu bwana ni watu wazuri sana, ni waaminifu kwenye miamala na mfano wake, kuwasifu. Fama indahum min al-kufri akbar mimma inda al-muslim min al-khiyana. Ukafiri ambao uko kwa Myahudi au Mkristo ni kitu kibaya kuliko khiana au uongo ambao uko kwa Muislamu. Umeelewa? Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru. Wanyama wabaya mbele ya Allah ni wale waliokufuru. Tosha. Lakini jambo la mwisho, la yajuzu tashabbuh bihi, haifai kujifananisha na wao katika mavazi, nini, wa musharakatu fi ayadi wa ghairi, hafla zao haifai kushirikiana nao katika idi zao, bil akhas katika sherehe zao za kidini, bali mtu anaweza kukufuru katika hayo. طيب سوما ناخذ ين angalia wakati. قال رحمه الله تعالى الناقض الرابع، kichenguzi cha 4، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، atakayetakidi na kuamini ya kwamba usio muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ay dini wa tariqihi alladhi yasiru alayhi fi da'wati ila Allah wa fi ta'alimihi fi akhlaqihi, atakayetakidi kwamba usio muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana dini yake, njia yake ambayo yeye anapita katika dawa, walingania watu kwa Allah, au kwenye mafunzo yake, fi taalimihi, kwenye mafunzo yake, kwenye akhlaqi zake, atakayetakidi kwamba njia isiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni dawa yake, dini yake, mafunzo yake, atakayeamini kwamba yasiyo haya ndio akmal min hadihi, ndio yamekamilika zaidi kuliko muongozo wake, ay min dini wa tariqihi, akmal min hadihi, kama muongozo huo ndio umekamilika zaidi kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaamini kwamba ni muongozo mzuri, lakini muongozo mzuri zaidi ni huu, kwa sababu unaendana labda na wakati, anaona hivyo kwa akili yake ndogo. Kwa nini? Kwa sababu yakfi annahu yukadhibu Allah wa rasulahu, huyo anamkadhibisha Allah na mtume wake katika habari zao, kwa sababu tusema wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bora ya mwongozo mzuri zaidi, bora zaidi ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyo akiamini hivyo atakuwa amekufuru. Qala rahimahullah, ومن اعتقد أن حكم غير الرسول، na ambaye ataitakidi kwamba hukumu isiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi, ni bora kuliko hukumu ya Mtume, faqad kafara, huyo atakuwa amekufuru, huyo atakuwa amekufuru, kwa sababu Allah anataka sisi tuhukumiane na sheria ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمره ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. haifai muumini akawa tena pakisha hukumiwa na Mtume akawa na khiana katika jambo lake. يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم, kisha baadaye wanakengeuka. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
je huja waona wanaodhani wameamini kilichoteremshwa kwako na kile kilicho kabla yako wama unzila min qabl yuriduna an yatahakamu ila at-taghut alafu wanataka kuhukumiana kwa taghut hawa wamekufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allama al-Fawzani anasema katika sheria yake wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyarat wa anna hukm al-kitab wa sunnah ghayra salih fi hadhihi az-zaman fa hadhihi riddatun. Atakayedhani kwamba wakati umebadilika bana, mambo yamebadilika sasa hivi, sio qala Allah tu qala rasul, sawa, hii ni Qur'ani kitabu chetu, lakini msitake kuchanganya mambo ya dini na daula bwana, kwa sababu mambo ya serikali, taratibu hizi ambazo wanaziandika watu ndio zina saliha li zamani, zina suluhu, zinafaa kwa wakati huu. Atakayedhani hivi kwamba Qur'an na Sunna hazisuluhu kwa wakati huu na mambo yamebadilika, hiyo ni ridda, huyo ameritadi. Min hadha alwajh irtadda al-ilmaniyya, katika waji huu ameritadi wale wa secularism, wale jamaa wale wanaotaka kutenganisha kati ya siasa na dini, daula na dini. Wasema dini kitu kingine, daula kitu kingine. Msichanganye mambo, msilete udini kwenye siasa. Wako baadhi ya Waislamu wamekaa wajinasibisha na Waislamu, lakini aslan wazingatiwa makufara. Hawa wamekufuru, wanataka kutenganisha kati ya siasa, daula na dini. Na hawa sasa hivi wamejaa katika mitandao ya kijamii, wanazungumza wazi kwa sababu hawaogopi. Kwa hiyo lazima ala bayyin min dinik, wewe unafahamu hilo kwamba siasa nzuri ni ya Qur'ani na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sura an-Nisa kwamba nyinyi mtakana mtii Allah na mtume na viongozi, na wao watakana watekeleze yale walioahidi kwa watu baina yao na Allah na mfano wake. Mwenye sura an-Nisa ya atii Allah wa rasul ulil amri minkum, aya nyuma imeanza kutaja raia. Wewe atakayedhani hivyo yeye amekufuru, au atakayedhani kwamba mwanadamu anakhiarishwa kufuata kitabu na Sunna katika hukumu, katika kuhukumiana, au ana khiari ya kuchagua kanuni za kidaula za kitahut, huyo atakuwa amekufuru kwa ijma ya ahli. Ameeleza Ibn Baz katika sheria yake, Sheikh Al-Fawzan katika sheria yake. Sasa mtu asiyesema sasa mbona Fawzani tu, Ibn Baz tu, hawa wananukuu maneno ya ulama na wanatufanyia mukhtasar, wanafanyia ikhtisar, fupishia maneno ya ulama vile walivyostafidi katika vitabu huko nyuma. Au akasema kwamba hukumu ya Allah ni haki na hukumu isiyo ya Allah pia ni haki, kwa hiyo si lazima, kama anasema hailazimu mimi kufuata hukumu ya Allah na Mtume sallallahu, zote ni haki. Au zama anna al-kull haq wa annahu la yalzam al-iltizam bi shar'i Allah wa rasul, huyu kafa. Hadhihi riddatun al-islam. Sheikh Al-Fawzan anasema hadhihi riddatun an al-islam. Au akawa anaona kwamba hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ya sawa na hukumu ya mtume ndiyo ya sawa, lakini haili lazimu, yani anaona hii ndiyo ya sawa kuliko hii nyingine, hii nyingine ni batil, lakini akaona kwamba si lazima kuhukumiana kitabu na Sunna. Hii pia ni ridda, hii pia ni ridda. Tofauti na yule ambaye ataona kwamba hukumu ya Allah na mtume wake ndio hukumu sahihi, ndio bora kuliko hukumu zote zingine, lakini akawa anahukumiana na kisicho kitabu na Sunna, isiyo hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya dharura za kidaula zimekabili hivi.
imma kwamba yeye amelazimika kufanyia kazi kanuni za kidaula, kama marais wetu hapa wamelazimika, marais wa Kiislamu wanalazimika kufanyia kazi kanuni za kidaula ambazo wamezikuta, na wao wanalazimika, hawawezi kubadilisha wao. Lakini ni Waislamu ni safi kabisa na wanasali maqamu fikum salah, hawezi kukufurisha hao kama wanafanya makhawarij. Tumia hili hapa au tumia msingi huu, lakini maulama wametoa mafuhumu sahihi. Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh asema kiongozi kama huyu ambaye analazimika na kanuni nidhamu ad-dawla na kanuni za kidaula hakufurishwi, ambaye anaamini kwamba hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hukumu bora na ndio hukumu sahihi, nyingine ni batil, lakini anahukumu kwa isiyo sheria ya Allah, huyu amelazimika na kanuni za kidaula, huwezi kumkufurisha, huwezi kumkufurisha. Sasa ndo hawa viongozi wetu sasa tunao. Asema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, asema au inaweza ikawa ana mughafala, anaghafilika tu, yani mtu hafuatilii ile kushadidia ile, hashadidii jambo hili. Katika hali kama hii pia ndio unakuta mathala katika miji ya Saudia viongozi dola ni Kiislamu, nidhamu za Kiislamu, lakini unakuta katika baadhi ya mambo kiongozi labda ameghafilika, katika baadhi ya mambo ameghafilika kiongozi, huwezi kufurisha katika hili, hafuatilii labda kwa shida ile. Lakini makhawarij wakija hapa wanakufurisha kwa sababu lam yataallamu wa yatarabuna inda ahli ilm, sababu hawakuleleka kwa ulama hawa makhawarij. qaida hawa na hawa dola islamia fi Iraq, Daesh dola ya Kiislamu kwa Sham, hiyo wanaitwa Daesh au al-Shabab hawa wote Islamic State, wote hawa wote wanakufurisha watu kwa kidogo walichokuwa nacho katika elimu ambayo hawajaelewa. Sheikh akahitimisha hapa, anasema kalladhina yufaddiluna hukm at-tawaghit, mfano wanafadhilisha hukumu ya taghut ala hukmihi, juu ya hukumu yake sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina, kama ambao wanafadhilisha, yufaddilu wanafadhilisha hukumu ya taghut, hukumu ya taghuti ala hukmi, juu ya hukumu yake, fa huwa kafir, huyo atakuwa mkufuru. Au mtu kama mathalan katika watu waliotaja hapo nyuma, mtu anatafuta haki yake na anafahamu la yastatiu ayastaridda haqqahu, hawezi kufikisha haki yake, na anaamini hukumu ya Allah na kusalamu ni hukumu bora nzuri ndio sahihi, haifai kuhukumiana kwa hukumu isiyo yao, lakini hawezi kupata haki yake mpaka aende kwenye kanuni zao, basi anaenda kwa sababu hali imemfanya adharurike hivyo, huyu hawezi kufurisha. Lakini wanaofadhilisha hukumu ya taghut ala hukmi hii, huyu kafara ijma'an, juu ya hukumu ya sallallahu ya mkufuru. Wallahu waliyu tawfiq. Aktafi bihadha.